Na hali gani mpenzi mtazamaji wa channel yako pendwa ya Sinaizo Online TV. Ikiwa ni siku njema kabisa tunakutana viwanjani na machache kati ya mengi ambayo tuko nayo leo hii tunakwenda kuangazia soka la vijana limekaa kwa namna gani. Na hapa mjengoni leo hii siko mwenyewe, niko na katibu na maanisha Mohamed Mgani ambaye ni CEO wa kituo cha Korogwe Youth Soccer Center ambacho kipo chini ya Azam. Na kila kitu naamini kinakwenda kuwa vizuri, ila siko ni pia isitoshe niko na captain wa kituo hiki ambaye anatambulika kwa jina la Shabani Ismaili. Kila kitu kinakwenda kuwa vizuri kabisa, ila usisahau kucomment, kushare, kulike na kusubscribe kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kama ndio kwanza unafungulia, unaweza kuwa unajiuliza hiwi ni nani? Si mwingine ni yule Abbas Juma aka Papa wa Kitanga MC, mwamba wa milima ya Usambara, brand from Korogwe, ukipenda niite mtu munene, mtaalamu wa kupiga penalty kwa kichwa. Bwana karibu kwanza CEO bwana wa kituo cha Azam na maanisha Korogwe Youth Center Soccer. Karibu sana. Asante. Kazi ya awali cha kwanza kupenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Naam. Mengine yote hayo ni uwezo wa Allah. Nashukuru sana mtangazaji. Tumefika hapa kama kituo, kama CEO wa kituo cha Korogwe Youth Soccer Center ambacho tunasimamia mambo ya michezo. Ndani yake tuna vijana under 15 na 16 mpaka under 20. Kituo chetu kina mwezi kama mwaka mmoja ambao kimeanza, tuna wiki sasa hivi kutimiza mwaka mmoja. Kama unavyoangalia kushoto kwangu kuna kapteni ambao ni kapteni wa timu wa kituo, yupo kwa ajili ya maadili, kwa ajili ya kuweka malengo kwa ajili ya vijana. Lakini kituo chetu mpaka sasa hivi kipo katika hali nzuri na tuna mahusiano mazuri juu ya kituo chetu na Azam tumeingia nao mikataba wa kituo ambao viko nadhani ya vituo viko kama 11. Sisi kimoja wapo ambao kipo Korogwe, lakini kingine kiko Tanga. Kwa hiyo awali ya kama hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu anasaidia. Na mpaka sasa hivi tuna idadi ya watu si chini ya 40 ya vijana, lakini pia tuna eji ya kama nilivyokuwa nimeongea huko chini. Kuna watoto pia bado sasa hivi wapo wameshajiunga kwenye kituo, wanaendelea na mafunzo ya kituo. Sasa tumeona wachezaji wanakuwa ni wengi sana kwenye hivi vituo. Sasa wewe kama kiongozi ambaye ni CEO kabisa wa kituo hichi cha Korogwe Youth Soccer Center, tumeona kuna wachezaji wanaonyesha vipaji wengi na tumeona kama mmeingia mpo kinasimamiwa na Azam. Na Azam pale ukiangalia wachezaji waliokuwepo pale naweza nikasema wanatoka ndio kwenye vituo, lakini sijaona mpaka sasa hivi kuna mchezaji yoyote au wewe kama katibu, wewe kama kiongozi, watazamaji ambao kutazama sasa hivi kupitia channel ya Sinaizo Online TV wangependa kujua ni mchezaji gani mpaka sasa ambaye ametoka hapa kwenye kituo chako cha Korogwe Youth Soccer Center ambaye yupo pale Azam kwa sasa. Kama nilivyokuwa nimesema, najua vituo kuna mambo mengi ya kutayarisha, lakini wewe ukijua mimi ni mtu wa mpira na jinsi watoto tunavyowaandaa sisi katika image yetu ya kituo, tuna mambo mengi sana na hatuwezi kuweka hadharani vitu vyote, japokuwa tuko kwenye media kunahitaji kuzungumza na watu wafahamu, lakini ni enjoy ambayo official iko ndani. Lakini cha awali kama wewe unavyofahamu ishatembea nadhani miaka kama 2-3 wakati ni katibu wa Mwadui. Naam. Ndiko Shinyanga Mwanza tuliojiana na baadhi hapo niliondoka na vijana si chini ya 11 kuwapeleka kule, na wengine wanacheza Premier League, wengine wanacheza ligi daraja la kwanza, wengine daraja la pili. Lakini kwenye kituo changu cha awali ya kwanza nikwambia Korogwe Youth Soccer Center tumeshatoa wachezaji. Tumetoa mchezaji mmoja anaitwa Idris Mohamed ambaye ipo Azam na ndio keeper number 1 wa goalkeeper wa timu ya Azam, anacheza under 20. Lakini pamoja na hivyo bado naandaa watoto. Hivi ninavyokuambia nimetoa watoto 7 kwenda kwenye timu ya Nikim ambao wanacheza sasa hivi daraja la pili. Kwa hiyo ni mambo mengi ambayo tumefanya na kuna wengine sasa hivi ninavyokuambia juzi tumeingia mkataba na timu ya Ireland ambayo iko Chalinze inasimamiwa na Kikwete Ziwani, lakini wameenda Arusha ambao kama kituo. Kwa hiyo katika kituo chetu tumeshatoa watoto na tazamio yetu ni kuweza kutoa watoto zaidi. Naam, tumeona kuna maneno ambayo yanazungumzwa sana mtaani kwamba kwenye baadhi ya vituo vingi ambavyo vinasimamiwa na taasisi kubwa kwamba kuna viingilio lazima mtu utoe, na wengine wanaenda mbali mpaka kusema bila kutoa hongo huwezi kufika pale ambapo kwenye kile kituo, yani huwezi kukubalika moja kwa moja. Wewe kwa upande wako kama CEO wa kituo hiki cha Korogwe Youth Soccer Center
imekaaje na mpo vipi, yani taratibu zenu ili kuhakikisha mnasaidia hawa vijana? Okay, good. Kweli mimi awali ya maneno uliyosema kweli yapo. Unajua changamoto kama unavyosema, changamoto kwa binadamu zipo. Na je, wewe kama wewe unafikiria tunaendeshaje kituo? Lakini si wote. Netiki yetu sisi tuna mfumo wetu na falsafa yetu. Sisi kituo cha Korogwe Youth Soccer Center tuna vitu viwili. Tuna age ya kusema kwamba tunatumia falsafa. Tuna falsafa ya kwetu kama ya kwetu falsafa. Ninaposema falsafa na maana inafahamika. Falsafa nini? Lakini sisi tuna network kwa ajili ya watoto kuwatoa sehemu fulani na kuwapeleka sehemu nyingine. Unapoingia kwenye kituo, awali ya kwanza katika mfumo wetu wa kituo cha Korogwe Soccer Center ni tofauti sana. Tulipata wageni baada kama miezi miwili wakasema tunashangaa mnavyoendeleza nyinyi mfumo wenu wa kituo. Sisi kwenye kituo chetu hatuchangii watoto. Lakini sasa hivi wanafikia wanachangia wao wenyewe, lakini kwa mahitaji ya kwao wao wenyewe. Sisi tuna watoto 40. Lakini watoto 30 wamechanga, kila mtoto ana keshi ya 1000. Ina maana watoto 30 kwa 1000 kila mwisho wa mwezi kufika, mtoto mmoja anatakiwa ajiwekea 30,000. Watoto 30 tuna 900,000. 900,000 ile watoto akitaka safari yeye mwenyewe anakwenda safari yake, anafanya vifaa vyake anavyovihitaji. Lakini katika kanuni zetu ambazo ziko kwenye kituo chetu, unapokuja kama mzazi, tunakupa mkataba wa mtoto wako. Tunaingia na wewe mzazi juu ya mtoto wako kuhusu kufika kwenye kituo chetu. Lakini baada ya hapo kuna fees ambayo utalipia. Wala tuna hela kubwa sana, ni 20,000 tu ambao lazima ulipie. Ile 20,000 unapokuja kwenye kituo, kuna changamoto ya maji kwa ajili unapokuwepo kwenye dansi na mazoezi mtoto, lakini pia kuna mwalimu pale, umeona. Lakini lingine unaweza ukaumia kupitia huko kwenye pichi uwanjani. Sisi kanuni yetu hatuwezi kukutoa mpigie tena simu mzazi ili aweze kuja. Ile amana ambayo umeitoa ndio inaweza kumsesi mtoto kumpeleka hospitali. Tunakuletea mtoto wako nyumbani akiwa katika hali nzuri. Ndio mfumo wetu ambao tunatumia. Naam, na kushoto kwangu hapa niko na captain wa kituo hiki cha Korogwe Korogwe Youth Soccer Center ambaye anatambulika kwa jina la Shabani Ismail. Bwana, mambo vipi? Mambo fresh basi. Naam, tunaamini soka kwa vijana sasa hivi limekuwa limeendelea kwa kiasi kikubwa sana. Tumeona hata timu za vijana za taifa zinafanya vizuri. Wewe kama mchezaji kwenye kituo hiki, labda naamini zipo changamoto ambazo unakumbana nazo ukiachana ndani ya kituo. Ni changamoto zipi kubwa ambazo unakumbana nazo ukiwa nje ya kituo? Nasema kituo chetu kwamba ni kituo ambacho yani hakina msaada, lakini kwa sisi wenyewe wachezaji wa papa kituoni tunaelewa na ambaye tunaenda pale kwa kituo tuweze kufikisha ndoto zetu. Naam, sasa kwa watazamaji ambao wanakutazama sasa hivi hapa, ungependa kuwaambia nini vijana, wewe mzazi mlezi ambaye ana mtoto nyumbani na ana kipaji na wewe upo kwenye kituo hiki, ungependa labda kuwashauri nini wazazi pamoja na wenyewe wenye vipaji? Kwa wazazi mimi nashauri tu wasimamie ndoto za watoto, maana wakitusimamia sisi ndio moja hapo kutimiza malengo yetu na kufuatilia viwango vya watoto pia. Kwa kama wazazi wetu sisi wametufuatilia viwango vyetu, wametupeleka kwa sehemu sahihi ya kituo ambayo kinapatikana hapo Korogwe. So lazima mzazi pia uje hapo kwa kituo chetu. Vituo vipo vingi, kwamba ni wazazi kututia support ili tuweze kufikisha ndoto zetu. Naam, kwa kumalizia tu hapa kwa CEO. Kwa kumalizia tu wewe kama kiongozi wa kituo hiki cha Korogwe Youth Soccer Center, naamini wapo wazazi ambao wanatamani sana kuwaleta watoto wao kwenye kituo hiki, lakini kutokana na maneno ambayo yanayasikia mtaani, labda kwa kuwatoa hofu tu, ungependa kuwaambia nini ili lengo tu wewe kama kiongozi uhakikishe watoto wale ambao wako mitaani wanakwenda kutimiza zile ndoto zao kwenye swala zima la michezo? Nashukuru kwa kueleza wazazi. Lazima niwaeleze wazazi kituo chetu kama alivyosema captain, na mimi inabidi kuchangia. Kituo chetu kiko salama, kipo salama. Basi nakwambia kina mwaka mmoja sasa hivi, na tumejaribu kushare na watu wa jamii tofauti tofauti, tukijua na sisi wenyewe kama wazazi tuna watoto wa kike, tuna watoto wa kiume, tunafuatilia issue ya ukatili wa kijinsia ipo. Kwa hiyo tunasimama kwenye kanuni na sheria, na ndio maana kwetu kuna vitu vitatu ambavyo vinaendelea katika kituo chetu. Cha kwanza, tunapokupokea mzazi wako kuhusu swala la mtoto, kwanza tunaangalia elimu ya shule. Tunakuwa tuna mfisho kati ya shule na sisi
kitu cha pili. Kitu cha tatu ni mzazi. Kwa hiyo mzazi unapomleta mtoto, kwanza malengo yako ya kuleta kwetu, tunamwangalia afya, tunapima afya, kila kitu tuone salama. Kama mtoto kuna sehemu ya section za afya hayuko sawa, tunakurudishia mtoto. Lakini upande wa shule bado tunafuata material yake ya shule na mahudhurio yake na maamuzi zake za shule. Akiwa mwaka juzi sisi tulipata watoto zaidi ya 3 kwenye kituo chetu. Walikuwa wanapenda mchezo lakini shule wakakuta hamna kitu. Kwa maana hiyo tuliweza kuwasaidia wazazi. Je, tuliwasaidia wazazi kama vipi? Tuliwatoa wale wazazi wale watoto kurudisha katika shule, tuwanyang'anya tu vifaa vyetu, waliweka sehemu. Kwa kuwa mtoto anapenda kile kitu, lazima atarudi. Na kweli alirudi fulani, watoto wale mwaka uliofuata wamepasua, wameendelea na masomo. Mtu akitaka kujiunga na kituo hiko, vigezo labda ni vipi? Ukitaka kujiunga na kituo chetu, vigezo ni kwamba mzazi unafika, tuna ofisi. Utafika, utapewa maelekezo, utapewa kanuni, utapewa mazingira ya kituo chetu, lakini sisi tunapokea watoto. Tukipokea watoto, tunakuja tunaingia kwenye usaili, wapo body, membership body, inafanya kazi, inakreki, kuna walimu wa kuweza kuwafuatilia wale watoto. Baada ya hapo kuna siku 7 za kufanya training na wale watoto. Wanaweza kutofaa, tunakuwa tuko nao. Lakini sio kwa sababu wengine hawatatufaa tukawaacha, hapana. Mpira sisi hapa kwenye kituo chetu tuna kitu kinachosema tunapokea anojua na asiyojua, lakini mwisho wa siku matunda mazuri yanatokea kwa watoto anojua na asiyojua, kwa sababu tuna walimu ambao wako vizuri, wamesomea, wanastahili kufundishwa kwenye kituo. Kama walivyosema Korogwe Youth Focus Center tunashare na kituo cha Azam. Kwa hiyo kila baada ya miezi 3 tunafanya seminar, tunaconnect kupitia Azam. Kwa hiyo kuna watu, na ndio maana sisi tunachofanya baada ya miezi 3 miezi 6 wanakuja ma scout katika kituo chetu sisi hapa, wanaangalia watoto wanaofaa na kwenda. Ndio maana tunaambiwa tumetoa zone ya watoto wengi kupitia kwenye hichi. Kwa hiyo wazazi, mimi ni wasii tu, ni sehemu salama, na sio kwenye kituo chetu tu, vituo vipo vingi, lakini unaangalia kwenye kituo ambacho kiko salama na kipo kwa ajili ya soka na sisi watu wa mpira. Na ndio maana katika zoni, katika vituo vya Azam ambao vinashare viko vituo 11, sisi tukiwa mojawapo. Na ndio maana katika zoni ya kituo kanda kaskazini ya sisi Korogwe, kituo chetu kipo pekee yetu cha Korogwe Youth Soccer Center, ambao ukienda Manyara, ukienda Singida, ukienda Babati, ukienda Moshi, ukienda Arusha, ukienda wapi, huwezi kuvuka hapa. Ukienda sehemu nyingine lazima utarudishwa hapa bwana. Basi kwa ni sehemu salama na watoto wao tuko nao salama. Na Nungumzie kwa kipindi hichi labda tulikuwa tumesimama kwa sababu tulikuwa tunakutana na changamoto kubwa sana. Tulipata msiba mzito sana. Tulifiwa na mkurugenzi wetu wa kituo Omari Abasi Ruwe, na tulibidi tusimame tangu muda huu, na tunategemea kuambia wazazi wa wale watoto ambao wako kwenye kituo na kituo chenyewe kwamba tunategemea tarehe 13 mwezi huu tunafanya 40 pale Mtonga. Lakini pia kuna kitu ambacho tutafanya kama kituo cha Korogwe Youth Soccer Center. Kutakuwa kuna mchezo kati ya Simba vs Yanga ambao pia tulitafuta wadhamini. Yupo Minmax Market, yuko MMC Chuda, wapo Bobish, umeona, kuna diwani, kuna watu chungu nzima, umeona. Kwa hiyo tunawaomba watu waweze kufika siku hiyo. Na mpenzi mtazamaji wa channel yako pendwa ya Sinaizo Online TV, huyu alikuwa unamsikia ni katibu mtendaji wa kituo cha Korogwe Youth Soccer Center ambacho kinasimamiwa kiko chini ya Azam. Lakini pia vile vile ni katibu msaidizi wa chama cha mpira wilaya ya Korogwe KDF. Lakini pia vile vile pembeni yangu hapa nilikuwa na kapteni wa kituo hiki anayetambulika kwa jina Shabani Ismail. Shabani Ismail, captain fantastic kabisa. Niseme tu ulikuwa nami tangu mwanzo wa kipindi hiki, Abbas Juma aka Papa wa Kitanga MC, mwamba wa milima ya Usambara, brand from Korogwe, ukipenda nite mtu munene, mtaalamu wa kupiga penalty kwa kichwa. Tukutane tena kwenye vipindi vijavyo.